kiongozi ndio mkuu wa wilaya wenu wa Magharibi A ambaye mkuu wa wilaya mpya. Tutaonana sana tu yani. Sisi tumeamua kuja kushughulika na changamoto zenu. Kilichokuwa kinanishangaza zaidi nimejiuliza, na hii mheshimiwa diwani inanipa mashaka sana kwamba miezi 6 ni mingi sana watu kukosa maji. Lakini mimi najua kuna tatizo. Kuna siku mlipata maji hapa. Mwananchi ambaye amejitolea bomba lake kufanya nini? Yeye kaunga bomba na mlipata. Uongo kweli? Sasa nini shida? Mbona hamjasema? Ikawaje? Amewaungia watu wangapi? Wachache. Alafu sasa hivi imekuwaje? Ni kwamba hayatoki maji au hatoi maji yeye ambaye alikuwa ameunga? Hamjui sababu nini? Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa Sheha, kama taarifa huna naomba nikupe. Mimi baada kulisikia hii swala kwamba la miezi 6 nikajiuliza sana, kwa sababu kuna maeneo mengine kweli changamoto ya maji inakuwepo, lakini kuna kuwepo na watu 2 watatu ambao wanajiweza. Watu hao wakiwa wanajiweza wanafanyaje? Wanakuwa wanasaidia wenzao. Nikataka kujua ina maana huko hamna kabisa. Mimi nikaambiwa kuna mtu hapa aliwahi kumuita Mheshimiwa diwani, ili naomba unisikie vizuri sana. Alimuita fundi kutoka Zawa, fundi akaja kuunga maji kwake. Alafu akawasaidia watu. Lakini tu kukawatokea sintofahamu, ikabidi sasa yeye afanye nini? Afanye nini? Sasa mnajua kwa nini hamjasema? Ikabidi asitishe, yasitoke kwamba wenzake. Sasa mnanipa mashaka kama sisi wenyewe tunaishi hatupendani. Hivi kweli maisha gani haya? Mimi kusema kweli hapa siwezi kujibu. Isipokuwa tu yale maji yalitoka kama siku 2 3, mimi nafsi yangu nilikwenda nikachota mara 2 kaja. Masafi machafu? Masafi. Hayana tatizo ya Zawa. Lakini sasa kusema kweli yalipo kuna mtu huyu yuko wapi yule bwana huyu? Karibu. Alikwenda akaunga huyo. Alipokwenda kuunga mwenyewe akamwita fundi akaja akaungua, yani yule aliunga mwanzo akaja akaungua. Mimi nilikuwepo. Yani alivounga akaungua. Yes. Akatoa ya huyu baba akamwita fundi akatia koki nyingine pale, ikawa maji yanakwenda kwake. Lakini kuna siku pia akanambia kama ni hivi basi mimi naweza kusitisha tukakosa sote. Baba mwenyewe si ndio? Karibu baba. Muda mwingi hatupati maji. Sasa kuna kipindi maji akafunguliwa. Yakanatoka vizuri tu. Tukasote tunachota nyumba hii hapa. Sote nyumba hii. Jamani nyamazeni basi. Ipi hii? Hii yenye kuta mkubwa hii. Hiyo. Sasa mimi nikaamua kwenda kwa Sheha kuchukua barua kwenda zangu Zawa. Akanipa barua, nikaenda zangu Zawa wakanipokea vizuri. Wakanipigia tathmini yangu, baada ya kunipigia tathmini yangu nikalipa. Baada ya kulipa nikapoa fundi nje niunge. Maji yamepita chini ukuta wangu. Ni nyumba hii na nyumba hii. Nyumba hizi hapa mbili. Nimeunga ale maji. Kuunga ale maji akawa anatoka vizuri. Ukweli watu wanakuja kuchota na huku na watu wanapata, alhamdulillah. Huyu mama kufika jioni wakati fundi anaunga pale kaanza kuzunguka. Anazunguka anatizama mpaka fundi kamaliza, kaondoka. Kufika asubuhi ya alfajiri kaja fundi ambaye anaitwa Rajabu, akamleta fundi mwingine. Wote Zawa? Wote Zawa, huyo aloletwa. Huyu mama akaja akamwita yule fundi mwingine akaja akakata ale maji. Kukata ale maji mimi sikutia mkono wangu wala sikusema chochote. Kikubwa nilichukua simu yangu nikampigia Sheha. Mpaka sasa hivi maji yangu yamekatwa na nimeunga kisheria. Sheha akanambia sawa, nitalifanyia kazi. Sheha akachukua simu yake akampigia huyu mama. Sheha kaangukia matusi tu. Huyo hapa. Mbona hujasema mheshimiwa Sheha? Kaangukia matusi na mwisho akamwambia nenda unakotaka kanishtaki. Mimi nikanyamaza kimya. Siku ya Jumapili jioni magharibi nikamfuata Sheha. Nikamwambia Sheha, naomba ruhusa yako kwenda Zawa. Kwenda kuzungumza nao kuhusu habari ya maji. Mimi akanambia nenda. Nikaenda nikazungumza na watu wa Zawa, akapigwa simu Sheha na Sheha akafahamisha vizuri. Lakini wale watu wa Zawa
wakampa maagizo sheha amtafute huyo mama na walokuja kuangua pale ili aunge. Aunge huyo mama aunge na wale watu wake wengine. Lakini sasa juzi alikuja mtu nyumbani pale akanambia, bwana mkubwa, we nataka nikaunge maji. Nikamwambia mie sina uwezo wa kuunga maji, nenda kwa sheha, ila kachukue nini barua. Akanambia mbona huyu mama, mimi kanambia nitoe 120,000, milioni 120, na 200,000, milioni 1,200,000 nitoe. Subiri, nani ape nani hiyo milioni 1? Apewe huyu mama na fundi wake. Apewe milioni 1,200,000 niunge maji. Nikamwambia usitoe pesa, nenda zako kwa sheha, sheha atakupa taratibu wote wa kuhusiana na maji. Umenifahamu? Lakini vile vile tukifuatilia huko mbele naambia kuna watu washaunga huko kwa 700,000, 800,000 ngapi watu wanaunga. Kwa hivyo mimi pesa sina, kaamua kuja kunikatia maji. Natoka alipokata hayo maji yeye mpaka hii leo maji yamekuwa sasa hayatoki tena. Nimeletwa taarifa kuna mtu kaunga maji, kwa hiyo lakini maji sasa hivi yamekatwa. Kwa hiyo naomba mfuatilieni kwa nini yamekatwa. Wajumbe wakatoka wakaenda wakamfuata wakaongea naye kwa busara kwa kila kitu, lakini mwisho wa hatua akajibu yeye huyo akawaambia bora aunge mbwa kuliko kuunga maji huyu. Wakanirejeshea jibu. Waliponirejeshea jibu nikamwambia basi kazi yenu mshamaliza. Mimi sikutaka hilo, nimempigia simu mwenyewe kwa kumtaarifu. Baada ya kumwambia na yeye akanijibu anavyojisikia mwenyewe, kwa sababu yeye ana power mwenzangu kuliko mimi. Na akanambia nenda kokote mimi sijali, na utaponita popote sitokuja. Na message kanitumia, ushahidi nao mpaka leo kwenye simu yangu upo. Nikamwambia sawa. Nimekaa nikaona si busara, kwa sababu yule ni mwenzangu, nikamtumia message nikamwambia tena naomba kikao na wewe. Akanijibu sitokuja. Nimekujibu sitokuja kwenye kikao chako cha aina yoyote. Nikaona nishashindwa. Kwa hiyo wakati mimi nimeshindwa, sehemu nyingine ya kwenda mimi ipo. Nimetoka nikaja wilaya. Nimekuja wilaya, nafikiri nikaja nikaleza maelezo yangu, nikapewa barua ambayo ya kumuita yeye wakati kakataa kwangu. Najua wakati kakataa kwangu kwa sheha ataenda kwa mkuu wa wilaya. Nimekuja nimepewa barua, nimekuja kuileta. Sikuja mwenyewe kwa mguu wangu, niseme ukweli. Nikampa mjumbe wa eneo barua hii mpelekee. Kaenda kampelekea. Kafika kwa bahati kamkuta mwenyewe, hakumpa mtu kusema labda namuagizia mtu, hakunipa. Kamkuta mwenyewe na akamwambia barua hii nimepewa nikuletee, kaikataa. Zaidi ya mara 3 kaikataa. Huu ni wito wa mkuu wa wilaya, kaukataa. Wananchi tunatakiwa changamoto zetu tuwe tunasema. Tuna kawaida ya kulaumu serikali kila kitu, serikali. Kumbe kuna watu wachache tu ambao wanasababishia kuonekana serikali haifanyi kitu. Hivi kweli nyinyi hamjui kama katika sheria kuna kiongozi ambaye ndio kiungo baina ya serikali ya shehia na serikali ya wilaya? Si mnajua? Mheshimiwa Sheha ni mtu muhimu sana kama hamjui. Huyu ana bendera, huyu ni mheshimiwa, ni kiongozi ambaye sisi tunamtarajia na tunamtegemea. Changamoto zote, hata hiyo nilosema nilikuja mwenyewe, sikuja, ni kwamba niliambiwa, na hiyo ilikuwa ni shehia ya Mchikichini kule. Mheshimiwa Sheha aliniambia sitaweza mimi kufika kujua changamoto zenu kama sitapata kwa Mheshimiwa Sheha ambaye yeye anakaa na wajumbe wake kwa ajili ya kujadili changamoto zetu. Leo kama Mheshimiwa Sheha mnakuwa muheshimu, mnatarajia nani atawasaidia? Hakuna. Mimi ndugu zangu ni waombe sana, na ili ni wataki tuendelee kuheshimiana. Mkubwa mheshimu mdogo, mdogo wa mheshimu mkubwa. Kitendo cha Bi Aziza alichokifanya ni kwamba amedharau mamlaka. Lakini kwangu mimi namuona kama ni mhujumu uchumi. Alichokifanya sio kitendo kizuri. Naomba nirudie tena. Angelikuwa amechimba kisima cha kwake yeye mwenyewe, nisingeongea. Tunaelewana? Hayo maji ingekuwa ya kwake na ana hiari yake. Lakini kitendo alichokifanya, anatumia maji ya Zawa. Zawa ni maji ya nani?
serikali. Amechukua hao mafundi kutoka wapi? Zawa. Namtaka Bi Aziza, nataka na mafundi ambao wanashirikiana naye, na hapa leo sitaondoka mpaka niondoke na Bi Aziza. Atakwenda ndani, atataja wenzake, watakwenda kusema nani anawatuma kuendelea kuwahujumu wananchi hawa eneo hili. Tumechoka. Mpaka mimi natoa amri aitwe pia ananidharau.